jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote mlipo, ningependa nimshukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake makuu na kwa sababu ya uaminifu wake katika njia zetu na katika maisha yetu. Asubuhi ya leo ningependa tumshukuru Mungu kwa sababu ya kila ambacho amefanya katika njia zetu. Pendwa, si kwa sababu sisi ni wema ndiposa asubuhi ya leo tumeweza kuamka, lakini ni kwa sababu ya rehema za Bwana na kwa sababu ya mkono wa Bwana juu ya maisha yetu. Kwa hivyo ashukuriwe Mungu kwa matendo yake. Nataka tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Alfa na Omega, ambaye Bwana umekusudia ya kwamba tukaokolewe. Umekusudia tukapate neema na kupata kibali tena katika uso wako. Asante Bwana, licha tulikuwa wenye dhambi tukapungukiwa na utukufu wako, lakini Bwana haukuwafa moyo na maisha yetu. Ukachitoa msalabani ili ya kwamba tukapate uokofu na tukapate uzima wa milele. Asante kwa kazi ya msalaba. Tunakushukuru, tunakuheshimisha, maana hakujawahi tokea mwingine kama wewe na wala hakujawahi tokea mwingine kama wewe. Uinuliwe siku zote na utukuzwe. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Ubarikiwe na upewe sifa Mungu, maana wewe ni Mungu mwenye uwezo. Nataka tukiingia katika neno asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, na naamini ya kwamba Bwana wa neema anaenda kututenda mema, Bwana wa neema anaenda kututenda makuu. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 mstari wake unaposoma mstari wa 10, Biblia inasema kwamba na wakati maovu yalisiti katika nchi, wakati uovu ulisiti katika nchi, naye Mungu akawa anamtumia mtumishi wake anayeitwa Nuhu. Basi Mungu akamwambia Nuhu, nenda ukafundishe watu na ukahubiri habari njema ya kwamba kuna kadhabu ambayo inakuja, ama kuna uharibifu ambao unakuja. Na basi Nuhu akajitokeza, akaenda kutangaza habari ya Yesu Kristo, akatangaza habari ya msamaha, akatangaza habari ya ukombozi. Lakini kwa sababu ya wanadamu walikuwa na shingo ngumu, kwa sababu ya wanadamu walikuwa wana mawazo tofauti, wengi walikataa kazi ya msalaba. Kama hivi leo wengi injili imehubiriwa, kama hivi leo wapendwa, neema imetangazwa, lakini watu wamefanya mioyo zao kuwa mikumu. Wakati uovu ulisidi katika nchi, wakati maafa yalisidi katika nchi, wakati dhuluma ilisidi katika nchi, na wapendwa, nchi ikakuwa katika hali ya uharibifu, nayo Mungu akaona kwamba amechukizwa na maovu ya watu, na haya maovu ndio ambayo ingeenda kuangamiza. Mungu akatengeneza njia